Nusu finali ya kombe la CRDB imetamatika pale kwenye dimba la CCM Kwara kwenye mkoa wa Manyara, na imetamatika kwa mnyama kupoteza kwa idadi ya goli 3-1 mbele ya Singida Black Stars, na nusu finali hiyo imemfanya Singida kwenda finali ya kombe la CRDB ambapo anakwenda kukutana na Young Africans ambaye tayari alifanikiwa kwenda finali kwenye mchezo ambao alikutana na JKT Tanzania pale kwenye dimba la CCM Kwakwani Tanga. Yaweke hayo kando, niko na Kilo Finance hapa, Kali Mzinga, mtangazaji wa kandanda na mchambuzi kutoka Azam TV. Tunazungumza mengi juu ya mchezo huu, tathmini na kile ambacho wanaweza kutueleza sasa mpaka pale ambako tunafika tamati. Karibu sana, tuyajenge Mzinga Sports. Naam, uko vizuri? Niko sawa. Bado tumeshuhudia Simba ikitolewa nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Kwanza ulitarajia matokeo ya aina hii kutokea? Yes, mimi binafsi haijanishangaza sana kwa matokeo ya namna hii, kwa sababu ya namna mbili. Namna ya kwanza ni Simba wenyewe. Simba wametoka katika mechi ngumu mbili. Mechi ya kwanza dhidi ya RS Berkane. Mechi ya pili dhidi ya hawa Singida Black Stars, timu nambari 4 kwenye ligi, timu bora. Wamecheza nayo wakapata ushindi ambao ulikuwa na maneno mengi ndani yake kwa yale matukio. Lakini hii ni mechi ya 3. Wanacheza hizi mechi back to back. Ushanifahamu? Kwa hiyo nilidhani Simba atakuwa wamechoka kwenye hii mechi, na ukumbuke kwamba wanasafiri waende kule. Singida walifanya rotation, of course kikosi chao kilicheza dhidi ya Simba hapo akawa wamepoteza. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kwenye mechi ya pili kwa wamefanya rotation, lakini walikuwa na hasira ya kupoteza ile mechi ambayo imepita. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo inajimotivate yenyewe kwa wachezaji wa Black Stars, hali ambayo imepelekea kuwa na hari kubwa sana uwanjani, wakafanikiwa kupata ushindi katika mchezo. Lakini suala la pili, engo ya pili ni engo ya quality. Yes, Singida wanayo hiyo quality ya kubishana na hawa vigogo wakubwa. Ukiangalia kwenye squad yao kuna wachezaji wengi ambao wamesha prove maeneo mbalimbali, tena kwenye madaraja ya juu. Yule ambaye kafunga mabao mawili kwa upande wa Singida leo, Emmanuel Kayeke, ni kiungo wa kutoka Ghana, lakini ni mchezaji ambaye wakati anaingia katika ligi ya Tanzania alishinda hapa tuzo za MVP mfululizo kama 3-4 hivi mfululizo. Alikotokea ametokea Smartex. Ni nyota ambaye katokea Karela United ya kwao kule Ghana. Baadaye akaenda Sante Kotoko, ndo kipimo cha Ghana. Ndani ya football ya Ghana wamefanikiwa basi cheza Kotoko. Kwa hiyo ile Peter Sante Kotoko baadaye akaenda kujiunga na Smartex. Smartex ni timu ya kizazi kipya ambayo ndio mabingwa msimu uliopita wa ligi kuu ya Ghana. Yeye akiwemo miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye squad ya Smartex, yeye akiwemo pia. Kwa hiyo leo ambacho amekionyesha pale uwanjani sio kwa bahati mbaya. Ni mchezaji mwenye profile nzuri, amecheza kwenye klabu kubwa Ghana na amechukua ubingwa pia kwenye ligi kuu ya Ghana. Amekuja katika ligi ya Tanzania bara, competition kubwa ndani ya Singida. Kile kikosi chao kina wachezaji wengi wenye quality. Ukiachana na mfungaji wa bao, nenda katika backline ya Black Stars. Kuanzia kwa Ande Kofi Serel, ni fullback ambaye Yao Kwasi Atoula anamkumbuka katika finali za CHAN zilizochezwa Algeria. Yao Kwasi lilazimika ame nafasi ya kulia aende katika upande wa kushoto ili akacheze kule. Lakini Asinki Kwabe na Frank ni beki ya kati, one of the best defenders. Of course yule sijui background yake sana kwa Ghana, lakini kwa hapa tangu amefika performance wise ni nzuri. Antoine Trabitra aliingia kipindi cha pili kama unakumbuka. Tena wakati Antoine Trabitra anaingia, alikuwa anaingia Trabitra, anaingia Adebayor, anaingia na Maruf Shakei. Yaani wale wachezaji wamenyanyuliwa kwa pale, imepigwa picha naonesha wale wachezaji, nikasema bwana Singida. Yaani Singida hii squad ambayo wako nayo ndani ni bonge la squad. Alafu Shakei anakaa nje, Victorian anakaa nje, Antoine Trabitra anakaa nje. Shekha, hizo ni quality. Antoine Trabitra miongoni mwa best defenders kwenye misimu hii mitatu iliyopita katika ligi ya Ivory Coast. Na ligi ya Ivory Coast ndo ligi bora Afrika Magharibi iliyosalia. Lakini anaingia Victoria na Adebayor. Huyu wa Tanzania una cha kuambia kingi, kwa sababu Simba wenyewe walishawahi kuhusishwa naye. Walishawahi kumuona mara kadhaa, lakini pia ni top scorer kombe la Confederation misimu miwili iliyopita nyuma. Mchezaji ambaye katoka kwenye ligi ya Niger kule Guinea, Niger, ni akiwa na US Gendarmerie, ni top scorer wa ligi, ni MVP wa ligi. Alishawahi kwenda RS Berkane, kuna vitu akakorofishana, akatoka akatakiwa na Amazulu South Africa, lakini Singida wamempata. Anaingia Maruf Shakei, nyota ambaye alianza kung'ara kwenye kikosi cha Asco Dekara ya kwao Togo. Amekwenda Vita Club.
Vita Club akawa mfalme pale. Baada ya kuondoka ndo akarise huyu Elie Mpanzu. Akaja kwenye kikosi cha Singida. Performance wise pia iko vizuri. Kwa hiyo hii quality yao, kile kikosi ambacho kimeanza, mfungaji wa bao Jonathan Soa anawafunga goli ambalo linashabihiana na zile nafasi ambazo alitengenezewa katika mechi iliyochezwa hapa Dar es Salaam dhidi ya KMC. Kwa hiyo kwangu mimi ile quality, ule ubora wa Black Stars na wenyewe umechangia Simba kupoteza. Kama ingekuwa tu mpinzani mwingine goigoi, pengine licha ya Simba kuchoka kwao, usingeona kitu kama vile kinatokea, lakini kutokana Simba wana fatigue a bit, lakini Black Stars wana call it, ndio maana wakaenda kuwapasua na sio tu wale wanyanyasa. Umeelewa? Sababu goli 3 ni goli nyingi na wale walifanikiwa kufanya hivyo. Simba mimi sikumbuki season hii lini kafunga goli 3. Sikumbuki kuna mechi kafunga goli 3. Kuanzia mashindano ya ndani, mashindano ya kimataifa. Nafikiri itakuwa ni mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza? Kufunga goli 3. Yes, of course. Ni mechi ya kwanza na Singida ndo akafanya hivyo. Kwa nini? Sio kwa sababu tu Simba kachoka, kwa sababu Singida na quality ya kubiti. Ndio maana nakwambia Singida 17 ziko pale. Singida na ile quality yake. Na ile quality yake. Singida ni timu ambayo utajilaumu tu. Utajilaumu. Wana timu ambayo inaweza kubishana na hawa vigogo. Yeah. Simba msimu huu miongoni mwa malengo yake ilikuwa ni kombe la shirikisho ambalo amekwama kwenye finali dhidi ya RS Berkane. Ili kombe la CRDB pia ametolewa nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Kombe lilosalia mbele yake ni ngao ya jamii kule ngao ya jamii alikwama. Yes, alipoteza. Kombe lilosalia ni ligi kuu ya NBC. Unamuona mnyama akifanikiwa kufurukuta ligi kuu ya NBC ama msimu huu anaweza akaambulia patupu? Yes, nafasi ya kufanya vizuri katika ligi ya NBC ipo kwa sababu amezidiwa alama moja tu. When it comes to malizana mechi zao, unaona kuna alama moja tu ambayo Young Africans iko nayo juu. Wana idadi sawa ya michezo, lakini kitu kikubwa wapinzani ambao Simba anakwenda kucheza nao kwa maana kumaliza ligi na wapinzani ambao Yanga anaenda kucheza nao kwa maana kumaliza ligi, ni wapinzani ambao ukifuatilia rekodi inaonyesha wao wana nafasi zaidi ya kushinda hizo mechi, kwa sababu kwenye mechi zilizopita nyuma wamewanyanyasa, wamewapiga sana. Shaona wapinzani wao ambao wanaenda kucheza nao kwa kila upande. Lakini mechi ambayo inakutanisha wenyewe kwa maana ile dabi ndo mechi yenye nafasi kubwa kwenda kuamua. Kwa hiyo binafsi naona Simba wapinzani wake waliosalia anaweza kufanya kitu, na muona Young Africans wapinzani wake waliosalia anaweza kufanya kitu. Lakini mechi ya Kariakoo dabi ndo mechi ambayo inakwenda kuamua nani anakuwa bingwa wa season hii. So Simba kabakisha na Kagera na Ken Gold, si ndio? Yanga tayari ameshuka daraja. Ashashuka daraja almost wote. Yes, Kagera kashuka daraja, Ken Gold kashuka daraja. Labda tu itokee ile miracle, unaweza kungangania wale shuka daraja hapo na kungangania mtu. Watu wakataka kujiuza pale. Yeah. Lakini mbali na hapo, Young Africans kabakisha na Tanzania Prisons na Dodoma Jiji. Hawa wapinzani kwa Simba, Kagera kampasua sana katika mechi zilizopita. Ken Gold alimfunga tu kwenye duru la kwanza, of course ndio timu mpya. Young Africans, Tanzania Prisons kamfunga mfululizo hizo mechi zilizopita. Dodoma Jiji alikadhalika kafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona wote wana nafasi ya kushinda hizo mechi zao. Yaani hizo alama 6 uwezekano ni mkubwa. Inaweza katokea mambo ya mpira, lakini uwezekano kwenye makaratasi ni mkubwa kwa hawa kuzikusanya hizo alama 6. Watakapokutana wenyewe itatokea vipi? Ikiwa sare maana yake basi Young Africans atakuwa na advantage. Lakini kama mechi Simba atashinda, maana yake inakuwa advantage kwa Simba kuweza kuchukua ubingwa. Sawa. Umezungumza hoja ya fatigue kwenye kosti ya Simba. Wamekuwa na ratiba ngumu kwenye mechi zilizopita na wamecheza mechi ngumu. Kuna uwezekano asilimia kadhaa matokeo ya mchezo wa leo yametokana na uchovu wa Simba, ukiachilia mbali ubora wa kosti ya Singida? Yes, ndio ilikuwa jangu ya kwanza katika zile hoja mbili ambazo nilikupa. Ya kwanza asilimia ngapi kwenye uchovu? Sasa tukienda kwenye asilimia unaweza ukasema asilimia ni nyingi tu, uweze kutaja asilimia fulani, lakini nasema hivyo kwa sababu FIFA wenyewe walikuwa wameweka hizi mechi za ligi zina interval ya wastani professional game, yani tunataka kucheza mechi professional, basi at least kuna siku hizi 3 za mechi moja kuelekea katika mechi nyingine, na siku 3 hizi zina maana yake. Ukienda hata kwenye coaching unaambiwa meaning ya hizi siku 3, kwa maana siku ya kwanza mmetoka kumaliza mechi, mnafanya recovery. Ni recovery hiyo. Mkishafanya recovery, siku inayokuja mnatengeneza mpango kazi
wa kuelekea mchezo unaokuja. Siku inayofuata mna reflect mpango kazi kuelekea katika hiyo mechi husika. Umeelewa? Kwa hiyo ni siku 3 ambazo zina mantiki. Sasa Singida na Simba wametoka kucheza hapa Jumatano. Si ndio? Maana yake wamepumzika Alhamis, Ijumaa. Maana yake wamepumzika siku ngapi? Siku 2. Siku katika siku 2 hizi kuna siku moja ya safari ya kuelekea Singida. Umeelewa? Ya kuelekea Manyara, yes. Na ni mbali. Na hakuna flight ya kuunganisha mpaka Manyara. Flight utoke hapa labda uende Kio uchukue basi uingie pale. Kwa hiyo naona kuna ugumu wa hiyo safari yao. Yaani ni safari ambayo naamini sidhani kama walitrain. Hata kama walitrain ilikuwa ni ile kwenda uwanjani kufanya hiyo recovery tena. Lakini ukiangalia hivyo vitu vinakosekana. Hizo siku 3 zimekosekana. Yaani proper preparation ya kuelekea katika mechi inakosekana. Singida na yeye ndo hivyo. Maana tuseme huku na huku na wao ndo hivyo kwa maana wamekosa ile preparation time. But Singida katoka kwenye mechi kali moja, yani katoka tu na Simba afu kukutana tena na Simba. Simba katoka kwenye mechi kali hizi mbili dhidi ya Singida na dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo maana yake huyu Singida pia 2. Na Berkane of course yes, na zote zilikuwa zina intensity kubwa. Ingawaje ile moja ilikuwa na interval siku nyingi almost 6, lakini bado ilikuwa na intensity kubwa na imechezwa kule. Simba alipoteza energy sana kule. Kwa hiyo ukija kuangalia hilo swali lako unaona kuna nafasi kubwa. Yaani kuna asilimia kubwa za Simba fatiki kuwa Coast. Ingekuwa anacheza na timu ya daraja la kawaida tu, sitaki kutaja mfano wewe unazijua. Wangekuwa anacheza na timu za namna hiyo, pengine usingeona kile. Lakini sasa tunakuja kwenye hoja ya pili kwamba ni quality pia. Wamecheza na timu ambayo wanashabihiana nayo. Umeona, timu ambayo inakaribia daraja lao. Ukienda katika ligi ya NBC wapo katika nafasi ya 4. Maana hizi ndo top 4, ndo cream za nchi ambaye kimsingi yani wataenda kuwakilisha wote nchi kimataifa next season.